Naam, hapa bado nipo katika mkoa huu wa Singida, nipo katikati ya mji kabisa, na maeneo haya yanafahamika kwa uchomaji ama uuzaji wa kuku wa kienyeji, wanapaita Ubungo mitaa hii hapa. Kwa hiyo bado tunaendelea kutembea tu, na hii yote ni kuelekea kwenye maadhimisho ya sikukuu ya Mei Mosi, yani sikukuu ya wafanyakazi ambayo kitaifa yanafanyika mkoani Singida. Na kama nilivyokujuza hapo mwanzo kwamba mgeni rasmi wa sikukuu hii ya Mei Mosi atakuwa ni mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini basi kama haitoshi pia hashtag ni Kuku Festival, ambapo wanasema ni kujinoma na kujilamba kweli kweli. Haya ndio mazingira ya mitaa hii ya Ubungo, ambapo ni sehemu ambayo inasifika sana kwa uchomaji, uuzaji ama upikaji, kurosti, kukaanga. Yani hapa ukitaka kula kuku wa kienyeji halisi kabisa kutoka Singida, basi unawapata katika mitaa hii hapa. Wanapaita Ubungo. Hapa ni masaa 24 panafanya kazi hapa, na ndio maana wanapaita Ubungo hapa. Niko na dada yangu hapa. Dada, habari? Salama. Kwema. Kwema, vipi hali? Salama. Biashara inakwendaje? Biashara inaenda vizuri kabisa. Kuelekea kwenye maadhimisho ya sikukuu ya wafanyakazi ambayo kitaifa yanafanyika mkoani Singida Mei Mosi, na mgeni rasmi ni Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Nafikiri taarifa tayari unayo. Unazungumziaje kwanza, au umepokeaje kwanza sikukuu hii ya Mei Mosi kufanyika kitaifa katika mkoa wako? Aisee, kwanza tunamshukuru Mungu kudondokewa na neema kama hii. Maana tuna imani kwamba watu watakuwa wengi na biashara pia tutaifanya kwa wingi. Kwa hiyo pesa ipo. Na una neno gani la kuwaambia watu ambao wanakutazama na kukusikiliza sasa hivi, ambao watakuwa ndio wateja wenu kutoka mikoa mbalimbali ambao watakuja katika mkoa huu wa Singida? Kwa kweli nazungumzia kwamba watapata vyakula safi, wataenjoy, na pia tunawapenda sana na kuwakaribisha sana. Asante sana. Nashukuru. Basi huyo ni moja kati ya wafanyabiashara ambao wanapatikana hapa katika mitaa hii ya Ubungo. Lakini basi pia kuna brother hapa, naye naona ameweka kuku wake hapa wa kienyeji, wanaonekana kabisa. Brother, mambo vipi? Vipi mzee? Safi, kwema? Kwema, karibu. Asante. Kwanza biashara inaendaje ndugu yangu? Biashara alhamdulillah, sio mbaya, tunashukuru Mungu. Ndio. Biashara inaenda vizuri, mambo yamefunguka vizuri. Ndio. Sio mbaya, tunashukuru Mungu. Kuelekea Mei Mosi ambayo kitaifa inafanyika katika mkoa huu wa Singida, na mgeni rasmi ni mama yetu, rais wetu wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na wanasema pale hashtag Kuku Festival, kujinoma na kujilamba. Kuelekea katika una kitu gani cha kuzungumza kuelekea katika sikukuu ya Mei Mosi, ambapo nyinyi kama wenyeji na ndio wafanyabiashara mtapokea wageni kutoka mikoa mbalimbali? Una kitu gani cha kuwaambia? Sisi kwanza, kitu cha kuwaambia kwanza, wageni wakaribie sana. Singida ni mji mmoja mzuri sana, wakarimu wengi. Tunashukuru, sisi tumejiandaa vizuri, chakula cha kutosha, kuku wa kienyeji, nyama choma. Kwa hiyo kama hashtag ilivyosema, kukuchoma, kujinoma na kujilamba. Kwa hiyo waje wajinome na kujilamba. Sisi tupo tayari. Kuku wakauki, yani huku ni chimbo la kuku wa kienyeji. Hakuna Tanzania nzima sehemu yenye kuku wa kutosha kama Singida. Kwa hiyo pia tunashukuru serikali kwa kutufungulia fursa hii. Kibiashara imekaa vizuri, pia inatupa jina vizuri. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Singida inasifika kwa vitu vikuu viwili. Viko vitu vingi, lakini sana sana ni alizeti pamoja na kuku wa kienyeji. Katika hawa kuku wa kienyeji Tanzania nzima, katika kuku ambao wanasifika sana ni wanaopatikana katika mkoa huu wa Singida. Wewe unafikiri ni kwa nini hasa kuku wenu wamekuwa maarufu zaidi wa mkoa huu wa Singida kuliko mikoa mingine? Kwanza ni kuku wa kienyeji, kama unajua ladha yake. Ni kuku mwenye ladha ya kipekee. Ndio. Yaani Mungu amembariki, ni kuku mwenye ladha ya kipekee. Tofauti na wao makuku ya kisasa sasa hizi kama mikoa mingine watu wanaokula nini. Kwa hiyo ni mkoa uliobarikiwa kwa sababu pia una wafugaji wengi. Kuku wengi wanaosafirishwa kwenda Dar, kwenda mikoa mingine wanatoka Singida. Kwa hiyo ukienda kule kuku wa kienyeji 90% wanatoka Singida. Kwa hiyo ni mkoa ambao umebarikiwa kipekee. Sio kuku tu, yani umebarikiwa vitu vingi. Inasemekana hapa pameitwa Ubungo kwa sababu mara nyingi mnafanya biashara masaa 24. Yaani hapa kauki hapa biashara, ndio maana pakaitwa Ubungo. Hii ni kweli?
Hiyo ni uhalisia kabisa. Sisi tunakesha hapa bro. Okay. Tunakesha, tunapambana kwa ajili ya familia zetu, tunatafuta maisha. So we have to hustle. Okay. Tunakesha, kwa hiyo ndio maana panaitwa Ubungo. Ubungo kama unapojua, kama ukienda Ubungo pale Ubungo wa watu wako masaa 24. Kwa hiyo na sisi hapa tuko masaa 24. Kwa hiyo uhakika wageni waje, yani uhakika wa chakula masaa 24. Yani sisi wageni sisi tutawahudumia vizuri 24 hours. Nakubali. Kwa wageni hawatateseka. Poa. Nikutakie kazi njema na biashara njema. Pamoja sana bro. Kama nilivyokuambia basi, na hapa panaitwa Ubungo, na siri kubwa ya kuitwa Ubungo ni kwa sababu hapa uwaga wanakesha masaa 24, biashara hapa inafanyika. Kwa hiyo wageni watakotoka katika mikoa mbalimbali kwa ajili ya kuja kwenye maadhimisho ya Mei Mosi ambayo kitaifa yanafanyika mkoani Singida, basi hapa watapata huduma masaa 24. Na kukumbusha tu kwamba ni kuelekea Mei Mosi ambayo kitaifa inafanyika katika mkoa wa Singida, na hashtag ni Kuku Festival, kujinoma na kujilamba kweli kweli. Stay tuned, tutaendelea kukupa taarifa zote na kila kitu kitakachoendelea kuanzia leo mpaka itakapofika Mei Mosi yenyewe. Langu jina naitwa Prince Khan, and the camera is my brother director Chambua. Asante.